Hello kwa mara nyingine tena. Katika uundaji wa madawa ya kulevya na maandalizi, kuna sehemu muhimu na sifa muhimu ya dawa ambayo ni kiwango cha P. Tayari umejifunza misingi ya kile ambacho ni P na ni nini mita ya P. Pia tulijifunza kidogo juu ya umuhimu wake kwa utulivu wa madawa ya kulevya na ngozi kwa mwili wa binadamu. Tayari tumejadili katika mafunzo ya P kwamba tutaandaa suluhisho la BAFA ili kudumisha kiwango cha P cha dawa. Hebu tuelewe zaidi kuhusu suluhisho la BAFA ni nini na jinsi BAFA inaweza kudhibiti pia uundaji wa dawa wakati wa utengenezaji. Inafanya kama kifyonzaji cha mshtuko. BAFA hutoa utulivu wa suluhisho. Ikiwa kuna mabadiliko ya kiwango cha P, BAFA inachukua mshtuko wa mabadiliko ya P. Suluhisho za Bufer hutumiwa kwa matumizi anuwai ya kemikali. Hebu tutumie mfano wa damu. Kuna uwezo wa asili ndani ya damu yako ambao hufanya kazi kama BAFA. Ngoja nikupe ufahamu zaidi ili uweze kueleweka zaidi. Damu ni mfano mmoja wa BAFA kama uwezo unaopatikana kwa kawaida kwa wanadamu, ambayo inaweza kuweka kiwango cha P imara chini ya hali zote. Hebu tuelewe hivyo. Damu ina pia asili ya 0.74. Lakini sisi kama wanadamu wakati mwingine tunapata wasiwasi mkubwa na kwenda chini ya hali ya mafadhaiko. Aina fulani za matatizo na mafadhaiko kwenye mwili zinaweza kusababisha hali inayoitwa alkalosis. Alkalosis ni hali ambayo kiwango cha P cha damu hugeuka kuwa juu sana kwa sababu ya mafadhaiko, lakini kuna uwezo wa asili ndani ya damu yako. Uwezo huu wa asili unaruhusu kemikali iliyopo katika damu kudumisha na kuweka P kwa kiwango chake cha 0.74 na hairuhusu ibadilike bila kujali alkaliniti halisi kuongezeka au kupungua kwa damu kwa jambo hilo. Hali ya nyuma inaitwa acidosis. Katika kesi hiyo kiwango cha P cha damu hupungua kwa upande wa asidi, ambayo inamaanisha inaweza kuanguka chini ya 7 kuelekea idadi ya chini. Kwa hivyo, kiwango chako cha asili cha P kinaweza kuwa kidogo kuliko inahitajika kwako kuishi au kukaa na afya. Hali hii ya asili au BAFA kama uwezo wa damu hukuweka afya wakati wote bila kujali mabadiliko nyuma ya eneo la mwili wako. Vivyo hivyo, suluhisho la BAFA linalotumiwa kwa dawa ya kulevya inahakikisha kuwa ikiwa kwa sababu yoyote wakati wa utengenezaji wa maisha ya madawa ya kulevya kabla ya kumalizika kwake, ya dawa itakuwa thabiti. Sayansi hii tayari imeanzishwa na sasa unahitaji tu kufuata jinsi ya kuandaa BAFA, jinsi ya kuangalia kusoma, jinsi ya kurekebisha na kuendesha mita ya P. Hayo tu. Hebu tuelewe umuhimu wa P kwa kina zaidi na umuhimu wa viwango vyake juu ya maisha ya binadamu kwa ujumla kwa uelewa bora. Baadhi ya athari za kemikali hutokea tu katika viwango fulani vya P katika vitu tofauti vya kikaboni au kemikali. Wacha tuchukue mifano ya kaya na vitu vya watumiaji kuelewa maadili yao ya P na jinsi kemikali hizi zinaweza kuguswa tofauti ikiwa P ilikuwa chini au zaidi. Kwa mfano, kwa shampoo kupambana na alkaliniti ya sabuni ili kuepuka kuvimba kwa scalp yako, ambayo inaweza kusababisha dandruff katika scalp yako. Ili kudhibiti hili, kiwango cha P cha shampoo kinapaswa kuwa kati ya 5 hadi 7 kulingana na aina gani ya kemikali zingine hutumiwa kwa uundaji wa shampoo hii. BAFA fulani ya kemikali ambayo inaendana zaidi kuweka mapishi ya shampoo katika akili tayari imeanzishwa na mtengenezaji wa shampoo. Hebu tuchukue mfano mwingine wa lotion ya mtoto. Lotion ya mtoto inapaswa kuhifadhi P ya karibu 6 ili kukata tamaa ya kuzidisha bakteria kwenye ngozi ya watoto. Hii ni njia nyingine ya kuelewa kwa nini viwango vya P ni muhimu. Kuosha poda, matone ya jicho, vinywaji vya limao vya fizi. Kuna mamia ya mifano inayopatikana mtandaoni kwa bidhaa kadhaa za jumla ambazo tunatumia kila siku na viwango vyao vya P ni muhimu kwa wanadamu.
Kiwango cha P hufanya mabadiliko makubwa katika bioavailability ya madawa ya kulevya au bidhaa za chakula kwa wanadamu. Maandalizi ya buffer na matumizi yake ni muhimu katika utengenezaji wa dawa. Kiwango cha P cha madawa ya kulevya kinapaswa kuwa sawa zaidi na damu yako, kwa mwili wako kunyonya dawa kwa njia ya faida zaidi. Hii ndiyo yote unayohitaji kujua kuhusu kemikali ambayo ungependa kuandaa katika kituo chako cha utengenezaji. Kampuni yako tayari imegundua muundo wa kemikali ya buffer inayowana zaidi, ambayo kwanza kemikali kutumia na jinsi ya kuandaa buffer. Maelekezo hayo yote ni kabla ya kuamua na imeandikwa katika maelekezo ya kazi. Maelekezo haya ni sehemu ya mafunzo yako kama fundi wa utengenezaji. Utafundishwa na kampuni juu ya jinsi ya kuandaa buffer kabla ya kutekeleza shughuli zozote za maandalizi ya buffer. Sasa, una ufahamu kamili wa buffer ni nini? Na kwa nini buffer hutumiwa na jinsi ya kujiandaa. Angalia usomaji wapo katika suluhisho na zaidi ya hayo kurekebisha ikiwa inahitajika kufikia kiwango kinachotakiwa. Sasa tunaelewa kuwa buffer ni mchanganyiko wa kemikali na P fulani na kuna mahitaji ya dawa hiyo kuipeleka kwa kiwango fulani. Katika buffer yako kuna maelekezo ya hatua kwa hatua ambayo kemikali fulani za kuchukua, jinsi ya kuangalia kusoma kwao kwanza na kurekebisha ikiwa inahitajika. Na marekebisho haya hufanywa na kemikali mbili. Hebu tuelewe hivyo. Kemikali moja ni Ethyl ambayo ni asidi ya hydrochloric. Hii ni asidi kali. Ikiwa unahitaji kuchukua kwa idadi ya chini ya 7, buffer yako ingependekeza kuongeza Ethyl na nyongeza ndogo za 0.05 mililita ili kufikia kiwango unachotaka. Kwa upande mwingine, ikiwa unahitaji kufanya alkali zaidi, kuna kemikali inayoitwa NaO ambayo ni sodiamu hydroxide, kuipeleka kwa idadi kubwa ya P8 na juu. Kiwango cha P cha madawa ya kulevya kinachotengenezwa kinaweza kubadilika wakati wa mchakato. Kemikali mpya inaongezwa. Kemikali hii mpya inayoletwa kwa mchanganyiko wa utengenezaji inaweza kuanzisha kiwango cha juu au cha chini cha P, kwani kila kemikali ina kiwango cha P cha kuweka. Suluhisho la buffer lililopo katika mchanganyiko wa utengenezaji ni kweli kuzuia mabadiliko ya P ya mchanganyiko wa utengenezaji na kuiweka imara wakati kemikali mpya inaongezwa, kama vile uwezo wako wa damu tuliojadili. Hayo tu. Sasa unajua jinsi ya kuandaa buffer kutoka mwanzo. Habari njema ni kampuni nyingi sasa siku hutumia buffer zilizoandaliwa ambazo zinahitaji marekebisho madogo. Hizi ni aina mbili za buffer, buffer ya asidi na buffer ya msingi. Buffer ya asidi hutumiwa ambapo pia asidi inahitajika na inapinga kwenda upande wa alkali juu ya kuongeza suluhisho kali la alkali. Kwa buffer ya msingi, buffer hii hutumiwa ambapo pia alkali inahitajika na inapinga kutoka kuacha hadi upande wa asidi kwa kuongeza ya suluhisho la asidi au kemikali ambayo inaongezwa ambayo inaweza kuwa na zaidi ya asidi. Hatua za buffer zitakupa maelekezo ambayo kemikali za kukusanya kwanza na jinsi ya kuchanganya kemikali hizi kufikia buffer ya mwisho inayotakiwa. Na rekodi kusoma katika buffer na awali yako na tarehe. Kwa kuongezea, ambatisha data mbichi iliyochapishwa kutoka kwa mita ya hadi buffer na logi. Huu ni wajibu wako kama fundi wa viwanda. Kama kanuni ya kidole gumba, fuata hatua za buffer kama ilivyoandikwa na uandike kile ulichokifanya. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Kuona wewe katika mafunzo ijayo.